Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za siku ya leo asubuhi tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza habari zetu mwanzo hadi mwisho. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Ni ana mazungumzo yetu inakisha kunakutia habari sahihi za kuaminika tena kwa muda muafaka. Baki nasi mwanzo hadi mwisho, sauti yetu, habari zako. Katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama na maisha ya kila siku kwa wananchi inaendelea kuwa ngumu kufuatia taarifa za kuwepo kwa vizuizi haramu barabarani kati ya maeneo ya Baraka na Fizi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, zaidi ya vizuizi 10 visivyo halali vimeripotiwa kuwekwa katika barabara hiyo muhimu inayounganisha maeneo hayo mawili. Vizuizi hivyo vinadaiwa kudhibitiwa na makundi yenye silaha yanayojulikana kama wazalendo. Inadaiwa kuwa katika kila kizuizi raia wanalazimika kulipa kiasi cha fedha kinachokadiriwa kuwa kati ya faranga 1000 hadi 2000 za Kongo ili kuruhusiwa kupita. Hali hii imezua malalamiko makubwa kutoka kwa wananchi wanaotumia barabara hiyo kwa shughuli zao za kila siku, zikiwemo biashara, usafiri na huduma za kijamii. Baadhi ya wakazi wanasema kuwa hatua hiyo imeongeza gharama za maisha, kwani bidhaa zinazopitishwa katika njia hiyo sasa zinauzwa kwa bei juu zaidi kutokana na tozo hizo zisizo rasmi. Wafanyabiashara wadogo na wasafirishaji ndio wanaoathirika zaidi na hali hii. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa uwepo wa vizuizi hivyo haramu unaashiria changamoto kubwa ya udhibiti wa maeneo hayo, huku mamlaka za kiserikali zikikabiliwa na ugumu wa kuhakikisha usalama na utawala kamili katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali na vyombo vya usalama bado havijatoa tamko rasmi kuhusu swala hili, lakini mashirika ya kiraia yanatoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kuondoa vizuizi hivyo na kulinda haki za wananchi. Wakati huo wananchi wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki, wakihofia usalama wao pamoja na kuathirika kiuchumi kutokana na vitendo hivyo. Tukio hili linaibua tena mjadala kuhusu umuhimu wa kurejesha mamlaka ya kijamii ya serikali katika maeneo yote ya nchi, pamoja na kuhakikisha kuwa barabara na njia ya usafiri zinabaki salama na huru kwa matumizi ya wananchi wote. Hadi kufikia hapo, hali katika eneo la Baraka na Fizi linaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku matumaini yakiwa ni kuona hatua madhubuti zitakazochukuliwa kurejesha hali ya kawaida. Katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeshuhudiwa hatua mpya katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo baada ya kundi la waasi wa M23 kusaini makubaliano muhimu na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu maarufu kama CICR. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, makubaliano hayo yanahusu kuachiwa uhuru kwa wanajeshi wa serikali ya Kongo waliokuwa wakishikiliwa na kundi hilo la waasi. Hatua hii inaelezwa kuwa ni sehemu ya juhudi za kibinadamu za kupunguza mateso kwa wafungwa wa kivita na familia zao. CICR kama taasisi ya kimataifa inayoshughulikia na misaada ya kibinadamu imekuwa mstari mbele katika kuhakikisha haki za wafungwa wa kivita zinalindwa, pamoja na kuwezesha mawasiliano kati ya pande zote zinazohasimiana. Kupitia makubaliano hayo, inatarajiwa kuwa wanajeshi wao wataachiwa kwa utaratibu maalum unaozingatia usalama na heshima ya pande zote. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa licha hatua hiyo kunaonekana kuwa ya matumaini, bado hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya. Mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi yakiwemo AFC M23 yameripotiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo, hali inayosababisha hofu kwa raia.
Aidha, jamii ya kimataifa imekuwa ikitoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kurejea kwenye mazungumzo ya amani ili kumaliza mzozo huo wa muda mrefu ambao umeathiri maelfu ya watu. Kwa upande wa wananchi, wengi wao wanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa ikiwemo ukosefu wa makazi, chakula na huduma za afya kutokana na machafuko hayo. Mashirika ya misaada inaendelea kutoa msaada, lakini mahitaji bado ni makubwa. Kwa sasa macho ya wengi yanaelekezwa kuona jinsi makubaliano hayo yatakavyotekelezwa na kama yatakuwa mwanzo na hatua nyingine za kuleta amani ya kudumu katika eneo hilo. Hadi kufikia hapo, jitihada zaidi zinahitajika kutoka kwa wadau wote ili kuhakikisha kuwa hali ya usalama inarejea kwa wananchi wanapata utulivu na mahitaji yao. Katika eneo la Lubero, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, dalili za kurejea kwa utulivu zinaanza kuonekana baada ya miezi kadhaa ya hali mbaya ya usalama iliyosababishwa na mashambulizi ya makundi ya waasi wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, wakazi waliokuwa wamekimbia makazi yao kutokana na hofu ya mashambulizi sasa wanaanza kurejea taratibu katika kijiji cha Mwenye. Wengi wao walazimika kuishi katika mazingira magumu kwa muda mrefu, wakikosa huduma muhimu kama chakula, malazi na huduma za afya. Wakazi hao wanasema kuwa hali ya usalama imeanza kuimarika kwa kiasi, jambo lililowapa ujasiri wa kurudi manyumbani kwao ili kuanza maisha yao ya kawaida. Hata hivyo, bado kuna hofu miongoni mwa baadhi yao kutokana na kumbukumbu ya matukio ya mashambulizi yaliyopita. Wakati huo, katika eneo la Byambwe, shughuli za kijamii na kiuchumi zinaanza kurejea polepole baada ya kusimama kwa muda mrefu. Biashara ndogo zimeanza kufunguliwa huku wananchi wakijaribu kujenga upya maisha yao licha ya changamoto zilizopo. Wafanyabiashara na wakulima wanasema kuwa bado wanakabiliwa na ugumu wa kurejesha hali ya kawaida kutokana na hasara kubwa walioipitia wakati wa machafuko. Miundombinu mengi iliharibiwa na baadhi ya mali ilipotea wakati wa mashambulizi hayo. Viongozi wa eneo hilo pamoja na mashirika ya kiraia, mashirika ya misaada yanaendelea kuhimiza juhudi za kusaidia kurejesha huduma za msingi, ikiwa ni pamoja na elimu, afya na usalama na chakula pia. Wanatoa wito kwa serikali kuongeza uwepo wa vikosi vya usalama ili kuhakikisha kuwa hali ya amani inahudumishwa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa licha ya maendeleo hayo bado kuna haja ya tahadhari, kwani kundi la ADF limekuwa likifanya mashambulizi ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi hiyo. Kwa ujumla, kurejea kwa wananchi katika maeneo ya Mwenye na kuanza kwa shughuli katika eneo la Byambwe ni ishara ya matumaini kwa wakazi wa Lubero. Hata hivyo, juhudi zaidi zinahitajika ili kuhakikisha kuwa amani inaimarika na maendeleo yanarejea kikamilifu. Hadi kufikia hapo, matumaini ya wananchi inaonekana hali ya usalama inaendelea kuimarika ili waweze kuishi kwa utulivu na kuendeleza shughuli zao za kila siku. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya sintofahamu imejitokeza kufuatia kuenea kwa uvumi kuhusu hatima ya gavana wa kijeshi wa mkoa huo, huku mamlaka zikijitokeza hadharani kukanusha taarifa hizo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa tarehe 16 mwezi wa 4 na kitengo cha mawasiliano cha serikali ya kijeshi ya Nord Kivu, uvumi uliokuwa ukisambaa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya majukwaa ya habari kwamba gavana huyo amekamatwa au kuwekwa chini ya ulinzi maalum si wa kweli. Taarifa hiyo imetolewa kuwa gavana wa kijeshi wa mkoa huo Somo Kakule kwa sasa yuko katika mji mkuu wa Kinshasa kwa ajili ya majukumu ya kikazi yanayohusiana na masuala ya maendeleo, usalama na utawala wa mkoa wake. Kwa muda wa wiki kadhaa zilizopita, kutokuwepo kwake katika mji wa Beni
kulizua maswali mengi miongoni mwa wananchi, hali iliyochangia kusambaa kwa taarifa zisizo za uthibitisho. Baadhi ya taarifa hizo zilidai kuwa huenda gavana huyo alikuwa anaojiwa na vyombo vya usalama au hata kuwekwa katika kifungo cha nyumbani. Hata hivyo, kitengo hicho cha mawasiliano kimesitiza kuwa taarifa hizo ni za uongo zenye lengo la kupotosha umma na kuvuruga utulivu wa kisaikolojia kwa wananchi. Kimeeleza wazi kuwa hakuna hatua yoyote ya kisheria au kiusalama iliyochukuliwa dhidi ya gavana huyo. Mamlaka zimeonya kuhusu hatari ya kusambaza habari zisizo za uhakika, zikieleza kuwa upotoshaji wa taarifa unaweza kudhoofisha juhudi zinazoendelea za kurejesha amani na usalama katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na migogoro ya mara kwa mara ya silaha. Wakati huo, wananchi wametakiwa kuwa makini na vyombo vya habari vinavyoaminika pamoja na kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa. Serikali ya mkoa imehimiza matumizi ya taarifa rasmi kutoka kwa vyombo vinavyotambulika ili kuepuka mgawanyiko. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa kuibuka kwa uvumi kama huo kunaweza kuhusishwa na mazingira mvutano na ukosefu wa taarifa za mara kwa mara kutoka kwa viongozi wa eneo hilo. Wanasema kuwa mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara kutoka kwa viongozi yanaweza kusaidia kupunguza mianya ya upotoshaji wa habari. Kwa upande mwingine, juhudi za kuimarisha usalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini zinaendelea, huko vikosi vya serikali vikiendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kuwa hali ya amani inarejea katika maeneo yanayoathirika na migogoro. Kwa ujumla, tukio hili linaonyesha umuhimu wa kuwa na taarifa sahihi na kwa wakati, sasa katika maeneo yenye changamoto za kiusalama. Serikali inaendelea kusisitiza kuwa itaendelea kutoa taarifa rasmi ili kuhabarisha wananchi na kuondoa sintofahamu zinazoweza kujitokeza. Hadi kufikia hapo, wananchi wanaendelea kusubiri kurejea kwa gavana wao katika mkoa huo baada ya kukamilisha majukumu yake huko mjini Kinshasa, huku wakihimizwa kudumisha utulivu na mshikamano. Ni hapo ndipo tunapohitimisha taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo.